Ganze hoye! Ni fire si fire, inoma si noma. Siasa za ubabe wa vyama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2027 zimeonekana kutawala ziara ya naibu rais Kithure Kindiki katika kaunti ya Kilifi, ambaye amefika kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo. Viongozi wa chama cha ODM na wale wa chama cha UDA wakionekana kupimana nguvu mbele ya wafuasi wao, huku mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini Aisha Jumwa akisema anatosha kusukuma gurudumu la ugavana katika kaunti ya Kilifi kwenye uchaguzi mkuu ujao, huku gavana wa sasa Gideon Maitha Mung'aro naye akivutia kwake. Sisi hapa ndani ya Kilifi County tunajua ya kwamba the incoming governor ni Aisha Jumwa. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu governor ambaye tuko naye project yake ni ile ya vijana kunywa pombe, hiyo ndio project yake kubwa. Nataka niwaambie project ya governor wenu Mung'aro ni ya kuhaya vijana na kupiga kelele kwa mikutano, wakati William Ruto na Kindiki wanafanya kazi nzuri sana. Kuna watu wengi wanang'ang'ana wasema hawana kazi wanaona. Jana uliona controller budgets. Jana usiku controller budget alitangaza zile county ambazo zimetumia pesa kwa maendeleo for the last 6 months. Na Kilifi imechaguliwa number 1. Kwa upande wake, naibu rais Kithure Kindiki amevitaka vyama vya ODM na UDA kuendelea kujiimarisha kwa wafuasi wao, akisisitiza kuwa uchaguzi mkuu ujao baina ya vyama hivyo utakuwa wa urafiki. Ile mashindano itakuwa hapa baina ya UDA na ODM, itakuwa mashindano ya urafiki, itakuwa mashindano ya ndugu wamoja. Kwa hivyo wana UDA muimarishe chama, wana ODM tuimarishe chama. Sisi zote ni broad-based, tusonge mbele, tutengeneze serikali kubwa, serikali ya umoja wa taifa. Hata hivyo, viongozi waliohudhuria mkutano huo wamekosoa mrengo wa upinzani wanaomezia mate nafasi ya naibu rais, wakisema wadhifa huo utaendelea kusalia na Kindiki mpaka Rais William Ruto atakapoondoka madarakani. Tunataka kutamka bila tashwishi yoyote, bila kubahatisha. Yule ambaye ni deputy president wa Kenya anaitwa Kithure Kindiki, na yule atakayebaki kuwa deputy president wa Kenya 2027 ni Kithure Kindiki. Nataka niwaambie kwamba kiti cha deputy president hakiko kwenye mazungumzo. Wale ambao wanakuja kwa negotiation wacha waongee kuhusu viti vingine, lakini kiti ya deputy president ni kiti ya mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Ni sawa si sawa? Vile katibu mkuu wa chama cha UDA Omar Hassan Sarai ameweka wazi kwamba chama cha UDA kitaweka viongozi kuanzia nafasi ya chini hadi ya juu, huku viongozi wakipongeza miradi ya maendeleo ambayo serikali ya Rais Ruto imekuwa ikitekeleza hapa Pwani. Kila kiti kilichoko ndani ya Pwani kitakuwa na mgombea wa UDA. Na hichi kiti, na Mung'aro ni rafiki yetu, lakini mimi nikitia sahihi certificate ya Aisha, mimi nitasimama na Aisha vile tutakaposimama na broad based government. Sisi tunashukuru kwa kufika kwako makamu wa rais. Tunakupenda sana. Watu wa Kilifi tumebahatika kwa miradi hii. Huku Ganze kwetu tumepata barabara, tutapata maendeleo mengi kwa sababu ya kwa serikali. Tutakuwa kwa serikali kwa muhula ujao. Mimi seneta ajaye, asanteni sana. Naibu Rais Kithure Kindiki amekagua mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Tezo, ujenzi wa barabara ya kilomita 56 ya Kilifi Kakanjuni Kasava kuelekea Ganze hadi Bamba ambayo imetengewa shilingi bilioni 2. Vilevile amezindua mradi wa kuunganisha umeme mashinani katika eneo la Mpirani ambao utaigharimu serikali shilingi bilioni 2.1 na kufikia zaidi ya familia 200,000. Barabara ya lami ndio hiyo inajengwa, stima ndio hii tunaweka, ile maneno imebaki ya maji na ile ingine tunaenda kutafuta tulete. Tunasema ya kwamba hii ndio serikali ya kwanza ambaye inahudumia nchi
ama taifa letu la Kenya bila ubaguzi. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.